وقت وحين وأصلي وأسلم على خاتم رسله وسيد أنبيائه أجمعين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hisia ya nafsi zetu na fikra ya akili zetu zinatuashiria kabisa kwamba tayari tumeingia ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhan. Zinaashiria hilo. Tuba liman adraka dhalika, basi saada na furaha kubwa kwa yule ambaye amelidiriki hilo. Lakini pia nadam wal khusran kwa yule ambaye lam yudrik dhalika, hajaweza kulihisi hilo, kwa sababu katika alama za iman ni kuwa ile nafsi ya mu'min, kama utambia ahlul ilmi wa ilmu nafsi, kwamba kuwa ile nafsi imefungamana na kile kinachotamani. Hiyo ndio nguvu ya imani. Sasa mu'min lazima afungamane na mambo ambayo yanampa tija katika maisha yake ya kiimani. Hakuna jambo linampa tija mu'min kama kupatiliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao mwezi kama huu tumeambiwa ndani yake kuna mengi katika majambo yanayohitajika kutekelezwa. Ni mwezi uliobarikiwa, ndani yake kuna mambo muhimu au maeneo muhimu yote ya kuyapatiliza. Kwanza kabisa, hakuna option katika kufunga saumu yake. Either umejiandaa au hujajiandaa, lazima ufunge tu. Tunapokuwa tunasema kwamba lazima mtu ajiandae, ina maana ya kwamba upate na uchume ile siri ya mwezi kama huu. Lakini either umejiandaa au hujajiandaa, lakini faridhatu siyam iko pale pale maadamu ni mukallafi sharia. Na katika mwezi wetu huu wa Shaaban, leo tarehe 28 ya mwezi huu wa Shaaban, kwa 17 mwezi wa pili Februari, ndani ya mwezi wa Shaaban ndio faridhatu sawm ilipatikana. Faradallahu subhanahu wa ta'ala siyama almuslimina fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu wa Shaaban, kama unavyojua, kwa namna ambayo yamtani'u almuslimuna ni at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i wa sa'ir al-mufattirat, kwa namna ambayo mwezi kama huu Waislamu wote duniani wanajizuia kutokana na kula na kunywa, kuingilia wake, ambalo ni jambo la halali, wasair mufattirat, na mambo mengine yote yanayofungulia saumu kama ilivyokuja katika sheria. Waislamu wote ndio wanajizuilia na haya mambo. Minatul alfajri, tangu kuchomoza kwa alfajri sadiq ila ghurubi shams, mpaka kuzama jua. Wanafanya hivyo kwa sababu gani? Wanaogopa kitu au wanatafuta kitu? Imtithala li amrillah, kwa ajili ya kufuata amri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyotaka. Pale mtambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mnaamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwa ninyi funga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilivyokuwa imefaradhishwa kwa wale ambao walikuwa kabla yenu nyinyi. Reason, purpose ni la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu, kwa sababu ucha Mungu ndio tunasema the big pinnacle, yani ndio kilele cha mwisho kabisa mtu katika maisha haya duniani.
kuna ile sana dharwatihi, yani ile kipeo cha mwisho mtu kile chake basi ni taqwa Allah fi hadha dunya, ni ile kumcha Mwenyezi Mungu katika huu ulimwengu. Sasa eneo la kutafuta huo cha Mungu Allah ametuwekea nayo ni nini? Ni as-saum, Ramadhan, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ingawa saum in general katika hali yake ya kijumla inapelekea upate ucha Mungu, lakini sasa hapa kwenye Ramadhani ndio imefungamanishwa hasa, kwa maana ni lazima ufanye, utekeleze faradhi kama hiyo. Usipotekeleza maana yake hujafuata imtithalul amr, hujatekeleza kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabitali mtu yote siku zote katika utawala wa eneo husika la mtu husika, basi lazima apate zile consequences za kutotii ile amri. Kwa na sisi kama tutapotisha amri kama hii aliyoleta Mwenyezi Mungu, ndio angasa kwamba hakuna option ndani yake, maana hakuna khiari kwamba nitachagua hivi nitafanya hivi. Isipokuwa watu maalum tulotaja wao wanapewa udhuru kipindi hicho, lakini pia hawajasameheka kutokana na saumu. Ima wataitekeleza physical kwamba lazima wakae na njaa, au wataitekeleza legally, kisheria, kwa maana kwamba wao watakula, lakini wanahitajika wafanye kitu mbadala cha kuwafanya waweze kujulikana wao wameitumikia Ramadhani. Mwezi kama huu wa Ramadhani tunajua, kila mmoja wetu anajua, ni mwezi ambao kimeteremshwa kitabu chetu Al-Qur'an Al-Karim. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia sana. Qur'ani imeteremshwa katika huu mwezi wa Ramadhani, imefungamanishwa na saum. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani anajiluhum fi qulubihim, ile Qur'ani imewekwa katika nyoyo zetu. Tunahifadhi Qur'an, tunaielewa Qur'an, tunaifanya kazi Qur'an kupitia nini? Kupitia moyo, kupitia mudha. Kwa hiyo kitu cha kuifanya ile Qur'ani iwe ni receivable kwa wepesi ni saum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatushia pia Qur'an katika mwezi kama huu, kwa kutuambia kwenye kitabu chetu kitukufu. Ukisoma Baqara sura ya 2 aya 185 unasoma shahru ramadhana alladhi, utambue mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa Ramadhani ambao unzila fihi alquran, imeteremshwa ndani yake nini? Qur'an. Kwa sababu mioyo tayari ishakuwa na uelekeo wa kuhitajia ile direction, kwa moyo tayari ushakuwa, kwa sababu unapokuwa umefunga daima, unapokuwa tumbo lako lina njaa, kuna unyenyekevu unatokea na kuna uelewa unapatikana kwenye akili zetu. Kwa hiyo ikaunganishwa hii Qur'ani ili tuweze sisi sasa kupata lile lililokusudiwa. Nayo ni nini? Hudal linnas, mwongozo, uongofu kwa watu. Na hiyo Qur'ani jinsi ilivyo inafanya nini? Inafanya bayinati wa bayinati minal huda, na ubainifu mwingi katika huo uongofu ambao ni hiyo lengo la kuitwa Qur'ani. Kuna mambo mengi yanabainishwa ndani yake. Wal furqan, na pia ni kitu cha kufarikisha halali ipi, halali ipi, haram ipi, zuri lipi, baya lipi, kwa sababu ya nini? Ya Qur'an. Kwa mwezi wa Ramadhani ukikaa kwa utathmini, utaona ndani yake si kitu cha kukifanyia mchezo kama mazoea tu. Katika huo mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amechagua siku kubwa kwa kuishusha hiyo Qur'an. Kwa utaona kwamba mwezi wa Ramadhani umejaa mambo kweli. Lailatul Qadri inajulikana, tunaitafuta katika iltamisuha fi ashr al-awakhir, kama tumetafuteni kwenye ile makumi ya mwisho. Ndio maana utakuta juhudi nyingi katika mwezi wa Ramadhani. Wako
lakini juhudi nyingi wengi wetu tunakuwa tunazielekeza katika 10 la mwisho. Kwa sababu ya nini? Ya hiyo Lailatul Qadr. Sasa tunachotafuta katika yote hayo nini? Mwezi wa Ramadhani, ndani Qur'an, ndani yake Lailatul Qadr, tunatafuta nini? Tunatafuta nini? Huda lilmuttaqin, ule uongofu wa wale wacha Mungu ndio unaotafuta maeneo yote hayo. Kwa maana kwamba kama wewe utajua kunahitajika kumhofia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu hauna mwongozo, huenda ukaona kosea bila mwenyewe kujijua, kwa sababu hauna mwongozo. Kama yule mmoja katika watu wa kheri, watu salihin, akipenda kheri, lakini kwa kuwa hakuwa na mwongozo sahihi, alifahamu kwamba unapokwenda siku ya Ijumaa msikitini lazima uende na nini? Kwa hali ya as-sakina wal-waqar, as-sakina wal-waqar. Kwa kuwa alikosa mwongozo na maarifa, ilipotokea tahrifi ya chapa, yani manake typing error katika kile kitabu alichokuwa akisoma, katika nuskha aliyoweza kuchukua yale malumati iliandikwa sivyo ndivyo, na yeye hakuwa na mwongozo mwanzo, akageuza kwamba akajua Ijumaa watoka wenda umebeba kisu sikini, maana baada sakina imekuwa sikini, ubebe kisu na pia umbebe panya. Kwa hiyo alikuwa akijitahidi mwenyewe, anatafuta mzoga wake huko anaua, maana panya hawezi kumbeba hivi hivi ukamtia kwenye, itakuwa shughuli, lakini lazima amuue kwanza, uwe ni mzoga tangu mbele, na hiyo ni najis. Anabeba, anajiandaa na uchukua, anaenda zake msikitini kwa ile siku ya Ijumaa. Sasa huyu ni mwema na anafanya kheri, lakini kwa sababu alikosa guidance, alikuwa misguided, akapaa kuwa katika dhalal. Kwa hiyo ndio maana ili ucha Mungu uweze kuhifadhika, ikaletwa hii Qur'an na ikatafutiwa siku ambayo yenye cheo zaidi kwa kule kushuka kwake Qur'an, ambayo ni Lailatul Qadr. Tunajua hilo jambo ambayo ni wahidatu min a'zami layali, yani moja katika usiku zilizokuwa kubwa sana fi shahr Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Mpaka Mtume SAW akatuwekea na Mtume SAW alikuwa amejulishwa kwamba Lailatul Qadr itakuwa siku kadhaa, time kadhaa, kisha akaondoshewa ile, sababu alitoka spidi ili akawaeleze umma na jamii kwamba jamani, hiyo Lailatul Qadr iko sehemu kadhaa. Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akaondosha ili watu yaltamisuha fi ashr awakhir. Kwa hiyo utaona kwamba Ramadhani ni lazima uitake, nayo ndio itakutaka, si mujarrad tu kwamba naswali nafunga nipo na mimi katika, wanasema ni sijatoka katika laini, nipo katika laini. Kuna kitu kinaitwa imtithal, yani ile nia ya kutii ni kitu muhimu sana katika ibada zetu zote. Maana usifanye kwamba kama imam mkumbo tu kwamba kwa na mimi nimo kwenye laini, haya watu wanafunga na mimi nafunga, wanaswali na mimi naswali, ada yetu ya Ramadhani wote tunaswali tarawih wote. Nini unatafuta katika kufanya vitu hivyo vyote? Hiyo ndio pointi kubwa sana. Mwenyezi Mungu akatuhadithia katika kitabu chetu kitukufu Lailatul Qadr ilikuwa na ukubwa wake, mpaka wama adraka ma Lailatul Qadr, wama adraka ma Lailatul Qadr, yani kuonyesha kwamba huo siku ni mkubwa mno sana, mpaka Mwenyezi Mungu anauletea swali ambao halihitaji jawabu. Wanasema istifhamu inkari, wanachuoni katika ilmu lugha kwamba ni ile istifhamu kama kwamba unataka kuuliza, lakini makusudi yako unaelekeza jambo. Wewe kama huna akili, huna juhudi ya kutafuta ile Qadri, manake hutojua kama adraka ma Lailatul Qadr. Maka ingekuwa imekuja ile Qadri kadha kadha, kama Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, bas imekutosha ile Qadri kwamba ni bora zaidi ya miezi 1000 ukipata siku hiyo, siku huo mmoja. Ndani ya Ramadhani kuna tarawih ambayo wanachuona wanatuambia, yani Ramadhan, ile saum ya Ramadhan
ndio tunasema vitu ambavyo vimeipamba ile Ramadhani, ile saum na tarawih ndio vimeipamba ile Ramadhani nzima, kwa sababu hivi kupatikana kwake katika miezi mingine havipatikani kama inavyopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani nzima wanachona tuambia ni nini? Ni ile saum na tarawih. Sasa wengi katika sisi tunafanya uvivu kwenye tarawih, ima hatuiswali kabisa au tunaiswali kwa uchache wake au tunaiswali pasina istihdar, pasina kuwa na hisia na sensi kwamba tuko katika tarawih. Hali tatu hizo zinatukumba wengi katika sisi. Kuna watu hata tarawih hawashughuli kabisa, sawa kwa swala sunna, kashapiga iftari yake imejaa tumbo, ana uzito tena, analala saa tamka usiku, fajiri imeingia. Wengine tunajitahidi hivyo hivyo kwa tabu ya tukipata 8 bwana, hiyo ndio ilosihi bwana 8 hiyo. Lakini ukija kwenye mambo mengine, hoja yako kubwa sana hawajafanya salafu salih bwana. Salafu salih min as-sahaba wao wamefanya tarawih ya 20 rak'a, wengine wamefanya 36 rak'a, 41 rak'a. Zimefanywa kwa sababu walikuwa wanajisongeza kutafuta fadhila, sababu ni jambo la sunna kujisongeza kwa Mwenyezi Mungu. Swala halipatikani siku ndani ya nini? Ndani ya Ramadhani. Kwa unakuta mtu anatafuta ile excuse kwa namna, basi huyo haende kwenye mambo yake ya lahu. Na baadhi yetu ambao tulikuwa wengi haya tunapata 20 rak'a, lakini ndo alhamdulillah nawaza vile bibi vikosa vile, sijui kama nitapata hadhara kama ile tena. Yani hiyo unaingia katika tarawih, lakini tunawaza vitu nje hiyo tarawih. Kwa utakuta hali zetu hazibadiliki, na ilhali tunaambiwa hivi vitu viwili ni lazima vinaipamba Ramadhani na vipatikane ndani ya Ramadhani. Kwa sababu tarawih utasema nitapata qiyamul layl, lakini laysa ka qiyamul layl fi Ramadhan. Utasema saum tafunga sunna Jumatano, lakini laysa saum ka fi Ramadhan. Kwa sababu unaambiwa hiyo moja tu ile Ramadhani saum kuifunga, hata ufunge siku 1000 basi hujaweza kupata compensation ya siku hii moja, yani mbadala wa siku hii moja. Kwa hiyo tunakuwa ni jambo sio la kufanyiwa maskhara, ni mtu ujipinde ujikite, kwa sababu hujui Ramadhani gani itakuja tena kwako wewe. Naona mara nyingine vijana wanajidanganya bado al-mautu tati fajatan wala yadri sakinuha. Mauti anakuja tu baktatan, na wala hujui nani atakayeisha hiyo hayo mauti. Kwa hiyo lazima mtu ujipambe na hizo sifa nzuri, tukapate mazuri kwa peponi. Tukaambiwa ni shahru rahma wal maghfira, ni mwezi wa kuoneana huruma, ni mwezi wa kuoneana huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia ni mwezi wa kusamehewa, na pia ni mwezi wa sisi pia tujisongeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tushapewa relief kubwa sana, kwa sababu tunaambiwa futihat abwabu jinan wa ghuliqat abwab niran wa sufidati shaytan. Kwa hiyo utakuta ni mwezi ambao wewe tu na nafsi yako sibaki, upambane zile channel uziweka shetani uzikatekate zote, ubakie wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili upate musimul khairi was sadaqa. Ramadhani ni msimu wa kuongeza khairi zako zote unazofanya na kutoa sadaqa. Kutoa ni jambo ambalo lina nguvu sana, lakini ndio mwanadamu anakuwa mtihani na hilo, kwa sababu anapenda kujiona yeye anacho saa zote. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, wewe kwa kupenda mali yuko mkali zaidi. Na mara nyingine tunapata kujisahau, hili niwaachie family kidogo. Sawa, hiyo nawaachia family ndio jambo zuri, lakini ujue nayo unatakiwa uwe na yako. Kwa hiyo gawanya, waachie family na chukua chako.
chako unakipata vipi? Ni kile unachokitoa kwa ajili jambo la Mwenyezi Mungu liende mbele, kile unachokitoa kwa sababu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hicho ndio chako wewe hicho. Sasa kwenye janibu hiyo, kwa sababu hatuoni kama kweli ile mioyo yetu kwamba haina imani thabiti kwamba ni kweli ndio changu hichi, baki changu ninachobakia cha mfukoni na kwaje nampa mtu afu naambiwa ni changu. Ile mentality bado haijakaa sawa kwamba hicho kweli ndio chako, lakini kile unapotoa manake ndio wewe chako umekihifadhi. Kile unachokuwa nacho wewe manake sio chako, chawarithi. Ukianguka sasa hivi hapa huna tena lako, mulku ishabadilika hapo hapo. Hata sisi katika kafini naomba tufanye bajeti, maana si mali yako tena. Tutafuta hali za kawaida, tutafuta rafahia. Kuna ile mentality kwamba ndo mali ya marehemu bwana, tutumie bwana. Uislamu hauko hivyo. Ukishamaliza tena itafute takhfifu, katika kafani yako, ni ili ile mali wenyewe wamiliki katika hali kwa nzuri. Kwa hiyo hapo lazima tujitahidini kufanya mwezi kama huu mambo yetu ya kheri, ibada mbalimbali, na pia utoaji. Jipangie japo kidogo, unatoa. Tunajua fadhila zipo nyingi sana, kama tukiendelea tutakuwa tukielezana yanayohitajika katika mwezi kama huu wa Ramadhani. Lakini hiyo ndio Ramadhani tumejaribu kualaini kidogo maeneo muhimu mtu ya kufocus, ajitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani hayo maeneo ayafanyie kazi, asiache kufunga, asiache kuipatiliza Lailatul Qadri, asiache kujitahidi sana kuswali tarawehe, asiache kutoa sadaqa, kwa sababu ndio mambo ambayo asiache kuonea huruma, kutafuta maghfira katika mwezi kama huu. Hayo ni mambo ambayo yatatufaidisha na mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Tuombe Mwenyezi Mungu atuwafikie uingie mwezi wetu huu kwa tahara tulioiweka safi na zaidi kwa nyoyo zetu. Mengine yote alhamdulillah, lakini nyoyo sasa ziwe tahara na usafi wa zaidi. Leo tuko tarehe 28, kesho tunazama mwezi, enda Alhamisi tukafunga au Ijumaa. Kwa hiyo idkhilna fi salama wal afia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf